Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Yaqulu muallif hafidhahullahu ta'ala, leo tunaanza darsu alwahid wa sittun, somo la 61, yaani ndio kitabu chaenda mwisho, na inshallah biidhnillah leo tutakuwa tunamaliza tunahitimu hii risala au tulianza dari ya Dhulhijja hadi leo Muharram 2 leo mwezi wa kwanza wa Kiislamu 1448 kutoka mwaka 1447, leo tuko mwaka 1448. Kwa jambo la kubidi Allah na kushukuru kwa kutufikisha na kutuwezesha katika mwaka mpya. Kwa kwenye akili atakikana awe anazingatia na kujichunguza yeye mwenyewe katika upande wa amali, na sio kufurahika kwamba miaka imeongezeka kama wanaofanya baadhi ya watu. Atakikana kila siku zinavyosonga mbele ujue ndio zile siku zako wewe wazimaliza. Kama uliandikiwa ukae siku 2,000,000, basi sio 2,000,000 tena. Kwa hiyo cha msingi kutafakari na kujichunguza na kujirekebisha katika yale makosa uliyofanya katika mwaka uliopita, yasiwe najirudia na kujikariri tena katika mwaka mwingine. Na pengine huenda baadhi yao wamebakiza baadhi ya siku katika mwaka mpya, kuna wengine wamebakiza wengine miezi katika sisi huko, ili ujui wengine wamebakisha miaka, mwaka mmoja, wenye miaka 2, wenye miaka 3 na kuendelea. Kwa hiyo hajulikaniki nani kabakisha siku, nani kabakisha mwezi. Ya msingi ni kujirekebisha tu. Kama ulikuwa mzembe, basi ule uzembe ule utakiwa uwe pembeni, jitahidi katika kufanya amali, hiyo ndio itakusaidia wewe. Kama ulikuwa mwenye kufanya maasi na kila siku uambiliki, basi huu ni kujibadilisha, sababu ukipo kwenye hali hiyo ni matatizo. Unajekea matatizo baina yako wewe na Mola wako. Cha msingi kubadilika, muda kwa mwaka kubadilika, basi na badiliko yapatikanike. Na pia utubie kwa wale ambao waliopita, waliokosea Allah kwa siri, waliokosea binadamu wenzako, basi yote wewe fanya istighfari kwa ujumla wake. Darsul wahid wa sittun, somo la 61. Asema idha taamalatil mar'atu almuslima, pindi atakapoamiliana mwanamke Muislamu. Idha taamalatil mar'atu almuslima, pindi atakapoamiliana mwanamke Muislamu, ma ghairi almuslima, pamoja na asiyekuwa Muislamu, wakawa miamala yao pamoja au mikazi zao, mafungamano yao, muamala kama mafungamano. Anasema mithla alkhadimati, mfano wa wadada wa kazi, kwamba huyu Muislamu alafu amechanganika pengine na wadada wa kazi, au yeye ndiyo anawatuma au yeye ndio amewaajiri katika hao wadada wa kazi, wamfanyie jambo lake au wamfanyie shughuli zake za ndani, au yeye ana kampuni. Hicho ndio kinachokusudiwa, awe mmoja au wengi. Mithla alkhadimati, mfano wa watumishi wa kike wanaitwa madada wa kazi, au ilmuwadhafati, au waajiriwa, au ilmuwadhafati, au waajiriwa ima moja na serikali au na mtu binafsi. Wewe ndio umewaajiri hao wanawake wenzako, ima kuna makundi, wewe Mungu amekujalia una uwezo, pengine umekodi sehemu, ununua pengine chalani kama 100, ukasamia hapa na waajiri watu ili washone nguo za aina hizi na walipa hela. Sasa hao ndio waajiri, ikawa mchanganyikeni, kuna Waislamu na kuwa wasiokuwa Waislamu. Anasema nini kinatakiwa? Fayambaghi, yatakikana, antaamala maahun, kuamiliana nao
pamoja na hao wafanyakazi au pamoja na hao watumishi, bi ahsani al-akhlaqi, kwa tabia iliyokuwa mzuri zaidi. Maana katumia mlango ahsan, mlango wa afdal. Bi ahsani al-akhlaqi, kwa tabia zilizokuwa mzuri zaidi. Ishi nao, amiliana nao kwa tabia zilizokuwa mzuri zaidi. Lianna, sababu mwanamke huyo huyo Muislamu, qudwatun fi islamiha, ni kiigizo chema katika Uislamu wake. Lianna, sababu mwanamke huyo wa Kiislamu, qudwatun, ni ruwaza njema au ni kiigizo chema, fi islamiha, katika Uislamu wake. Takikana aamiliane nao vizuri kwa tabia nzuri, asiwafanyie ususuwavu, katili, ikawa pengine awalipi muda, kwa hiyo sio Muislamu wao, kaona pengine nafaa pengine hata kumdhulumu, kwa hiyo mpe haki yake katika mwisho wa mwezi. Kwa sababu wewe bako wewe Mkristo, hiyo haitakiwi. Kwa hiyo kama uliagiana nao mwisho wa mwezi nampa 50,000 kwa mmoja, basi mpe hela yake na muonyeshe tabia nzuri. Usionyeshe yani katili, ususuwavu, mnyanyapaa. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe mwanamke Muislamu, hapo wataja wanawake, lakini wote hadi waliokuwa wanaume, kwa sababu mwanamke huyo Muislamu, qudwatu fi islamiha, ni kiigizo chema katika Uislamu wake. Wadhulmu muharramun, huku imeandikwa muhrim. Wadhulmu muharramun, na dhulma ni yenye kuharamishwa. Maal jamii, kwa wote. Dhulma ni haramu kwa wote, haijalishi awe Muislamu au asiwe Muislamu. Kwa baba Muislamu haruhusiwi kumdhulumu, asiye Muislamu inaruhusiwa kumdhulumu. Dhulma ni ile ile tu, umfanyie Muislamu mwenzako au umfanyie asiyekuwa Muislamu, mfanyie mkubwa au umfanyie mtoto au lika je kwenda na sawa, bado itahesabika ni dhulma tu. Nasema wa dhulmu muharramun, na dhulma ni yenye kuharamishwa. Maal jamii, kwa wote. Wa fil hadithi, na katika hadithi ya Mtume inayosema adh-dhulmu dhulumatun yawm al-qiyama, dhulma ni viza vingi siku ya Kiyama. Dhulumatu kwa maana tafsiri ni viza, lakini nakusudiwa maana nyingine. Manake nini? Rudi kwenye tarjama za wanachuoni, kama ya Musa asema yani shadaiduha, na maana dhulma, kwamba kusema dhulumatu, waliposema hivyo wasema hizo ni shida au matatizo. Dhulma ni matatizo na ni shida siku ya Kiyama. Kwa maana ukamdhulumu mtu unajiwekea matatizo, yani siku ya Kiyama, ndio maana yake. Wa dhulmu, na dhulma, dhulumatu ni shida nyingi au matatizo mengi, yaumal qiyama, siku ya Kiyama. Rawahu al-Bukhari, hadithi ilipokea al-Imam al-Bukhari. Kwa kifupi hapa anaambiwa mwanamke, lakini itabu inawahusu, na maana watu wote, makusudiwa wote, wawe wanaume au wanawake, kapoamiliana na asiyekuwa Muislamu. Mfano wewe na watumishi au wafanyakazi, waajiriwa, basi amiliana nao kwa tabia zilizokuwa mzuri zaidi, sababu wewe ni Muislamu, ni kiigizo kichema kwa Uislamu wako, kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni kiigizo chema. Kwa hiyo ilikuwa wale makafiri, hata wale ambao wanamchukia, lakini walikuwa wanamchukia katika mambo ya nini tu, za dini zao, katika mila zao, lakini kwa tabia wao hawajawahi kumchukia, miamala yake hawajawahi kumchukia hata siku moja. Na kabla hajadhihirisha ile dini walikuwa wanampenda hadi ndugu zake wote, tabia zake nzuri, na watu wao wenyewe wale makafiri nao ndugu zake na wengineo walikuwa wanamuita Sadiqul Amin, ni mkweli mwaminifu. Pia Qur'ani imemtaja huyo ni mwenye huruma, Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo yeye mwenyewe alikuwa hivyo. Kwa hiyo kuna makafiri walikuwa wanakuja kusilimu, haujalinganiwa hata kidogo,
ila wakimtizama yale menendo ya Mtume sallallahu alaihi tabia zake, basi wao wenyewe wanafurahika, hadi wanasilimu basi na kulingania, sababu anakuamiliana nao vizuri. Kwa hiyo dekana sisi tunavumiliana na wenzetu, wewe ni tabia mzuri, basi itafikia kwa watu wengine kivutio kwamba kumbe hao jamaa kumbe hapo hivi. Mimi nasikia tu kwa wao wasa wabaya, wanasema kumbe mboni hao hapo hivi, mboni huyu uko hivi, tofauti na vile ambavyo labda watu wengine wakidhania au wakisimulia huko. Wewe miongoni mwa tabia mzuri, kwa hiyo kuishi nao kwa hata kwa ile bashasha, sio ndio kisilani tu. Sababu gani? Wewe bosi katika sehemu hii, kusalimia kwa Muislamu wenzako, wewe jarishi na maana muda kwa hujamjua huyu ni nani, basi wewe toa salamu, na isiwe kama watu wanavyodhania kwamba salafi wasalimii bwana, yani wanakugumia tu. Kuna tongera kusani maneno tu, lakini uhalisia wake uko hivi, baada kwa chuki zake mtu binafsi. Lakini ila baadhi yao kuna tabia za yule mtu mmoja hizo zipo, nataka kupitana tu hiyo kitu cha kawaida. Baadhi ya watu miamala hiyo, sasa hii tabia zake kutokea zamani, haimaanishi kwamba usalafi ndio unafundisha miamala hii. Yeye mwenyewe tabia zake kama vile watu wengine huko ambao mtaani hawana dini wala nini, lakini tabia zao ni hivi za ukatili, za kutokusalimia. Kwa hiyo hizi ni tabia za mtu binafsi, wao siegemeze kwenye manhaji yale katika makosa makubwa. Uislamu watakiwa ni tabia njema, tabia mzuri. Kila tabia njema basi takiwa usifike nayo, basi kwa hao wafanyakazi watakiwa ndio dhahiri kuonyesha ile tabia zako zilizokuwa nzuri. Basi na pia katika tabia mzuri usiwadhulumu. Muda kwenda bosi au ndo manager katika kampuni hiyo, kwa sasa wewe unapunguza biashara kwa sababu nyinyi wiki iliyofika ile mlichelewa, au siku 5 ile mwezi mzima mjafika. Sasa kama unalipwa laki, sasa unalipa 80,000. Hiyo ni dhulma, sababu mikataba iko hivyo. Hapa ngumu akikubali chelewa bwana, unalipwa unakatwa buku kila siku, hujakuja 2,000. Kama ukikubaliana hapo, hiyo makubaliano yenu haiwezi kawa ni dhulma. Lakini makubaliano hayo hamna, ukawa wewe ukatumia tu, sababu nyinyi ndio hivyo, mimi na wakati sababu mshaona pitia kwako, hiyo ni dhulma. Hiyo itakiwi. Kwa hiyo ikubaliki dhulma kwa yote, na dua mwenye kudhulumiwa basi haina hijabu, kama hadithi ya Mtume inavyoonyesha. Haijalishi yule aliyedhulumiwa ni kafiri, nafiki au ni nani, muda kwe amedhulumiwa, akimwomba Allah dua yake inakubaliwa katika upande huo. Hicho wengine kifahamika. Darisu thani wa situn, somo la 62. Asema tantashiru ashaiyat, uenea uvumi. Tantashiru shaiyatu, uenea uvumi fil mujtami, katika mujtama, ani katika mjumuiko wa watu wengi. Fil mujtami au fil mujtamai, katika mujtama. Anil aqaribi, kunako ndugu wa karibu. Wa ghairihim, na wengineo wasiokuwa ndugu wa karibu. Kuna tabia kuenea uvumi kwa watu. Sasa hivi nasema habari mpya, habari za mjini zimeingia, habari za mjini kwa kuna jambo limezuka, kwa hiyo limeenea. Sasa uvumi utaposikia ima kwa ndugu wa karibu au kwa wasiokuwa ndugu wa karibu, nini ufanye? Nasema walwajibu huwa tathabutu, iliyokuwa wajibu juu yako kutaka uthibitisho. Walwajibu, uliokuwa wajibu juu yako, huwa tathabutu, kutafuta na kutaka uthibitisho. Jambo ni kweli, imetokea kweli, yaani sio na wewe kuwa kama bendera ukachukua na wewe kaanza kulieneza. La, Uislamu unahitaji staili kama hii. Asema wala yasihu lilmar'ati, haifai kwa mwanamke hadi kwa mwanaume pia, antahkuma ala alghair, kumhukumia yoyote, biduni tathabuti, pasi na kuthibitisha. Wala yasihu lilmar'ati, haisihi, haifai kwa mwanamke, antahkuma ala alghair, kumhukumia mwengine,
biduni tathabuti, pasi na uthibitisho. Hiyo haifai. Ikawa umesikia habari zimeima za kumvunjia mtu heshima au za nini, na kudhulumiwa mtu kwa namna yoyote kimaneno, wewe ukawa umechukulia hivyo moja kwa moja. La, wewe Muislamu ni wajibu juu yako kutafuta uthibitisho. Kweli ilo jambo linausimuliwa ni kweli, yaani sio unalichukua tu. Ndio kinachosema wapo. Qala taala, amesema Allah mtukufu akasema, injaakum fasikun. Aya kayanzia kati ya aya. Ini aya inaanza ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlioamini. Injaakum fasikun, atakapokujieni fasiki yoyote, muovu yoyote, binabain, kwa jambo lolote lile, fatabayanu, basi takeni uthibitisho. Ana ubainifu, kwa maana takeni uthibitisho juu ya jambo hilo ambalo liliotokea. Fatabayanu ay fatathabatu, takeni uthibitisho. Aya kanaendelea, fatabayanu, takeni uthibitisho, antusibu qauman, ili msije mkawasibu watu, mkawazungumzia watu bijahalatin, kwa ujinga, alafu watusbihu ala ma faaltum nadimin, alafu mkapambaukiwa kwa yale mlioyafanya ni wenye kujuta. Baada kesho yake pengine mkasikia kumbe zile habari kukusiza kweli, zile habari zilikuwa zinazungumzwa jana na juzi, kumbe sasa kweli, lakini wewe ushazieneza na kwa wajuta, sababu unashingia kwenye dhambi. Kwa kabla, kwa nini usitake ubainifu kabla hajaanza kuzieneza? Kabla usitafute uthibitisho. Sheikh Saadi rahimahullahu ta'ala akawa yeye ameelezea katika vipengele hivi. Kuna maelezo mengi, tutachukua yale machache. Anasema mwishoni huko kaelezea vipengele vingi. Anasema fihi, katika aya hii, dalilu, kuna ujulisho, ala anna khabara sadiq, juu ya habari ya mtu mkweli, makubulun, ni yenye kukubaliwa. Hapa sikatajwa fasik, sio? Injaaku fasik, sio? Sasa yeye mtu kaja mtu mkweli, sio fasik. Anasema habari yake inafanyaje? Yakubaliwa. Anasema wa khabarul kadhibi, na habari ya mtu mrongo, mardudun, ni yenye kukataliwa, yenye kurudishwa. Mardudun ni yenye kukataliwa. Lakini anasema wa khabarul fasifi, na habari ya mtu muovu, anasema inakuwaje? Mutawaffikun au mutawaffakun fi, ni yenye kusangawa, maana ni yenye kusimama, hazikubaliwi wala ikataliwi, bali anatakiwa kusimama. Yaani kusimama kwake, na maana watakiwa wewe utafute uthibitisho. Lakini akaendelea tena kwamba hizo habari za mtu mkweli zinakubaliwa ikiwa kuna karain, kuna vijurisho. Ikiwa habari hiyo inahitajia ushahidi, kusema kwake peke yake mtu mmoja haikubaliwi, hata kama ni mkweli. Kwa mfano, wengine habari zina utumwa mambo ya zinaa. Mambo ya zinaa takiwa ulete uthibitisho wa wanaume 4. Sijui mnaelewa? Sasa wewe karina hizo wewe hauna uthibitisho, hauna. Sasa lakini ni mkweli, lakini uthibitisho hauna, habari zako hazikubaliwi. Sio ni mkweli, wewe hazikubaliwi, lete uthibitisho wa ushahidi watu 4. Na ikiwa hujaleta, wewe unatakiwa upigwe viboko 80. Yaani ikiwa hujaleta, ni wewe mkweli utapigwa viboko 80. Hata mkoa 20, hata mkoa 100, wote mtapigwa viboko 80 kama kuna ushahidi. Lakini kuna ushahidi wanaume 4 kama habari mambo ya tuhuma za zina. Lakini kuna ushahidi mwanamume 2 au mwanamke mmoja na wanawake 2. Kuna habari pengine za migogoro, watu wamedhulumiana au nini, kuna kesi kama hizi. Kwa hiyo watakuja wanaume waadilifu kama 2, wakikosekana basi rajulu wa mraatan, lakini mimman tarwauna minashuhada,
yani wale ambao mnaridhia. Kwa mfano kuna ugogoro alafu au kuna kesi. Sasa wewe unaleta mashahidi yule wawili, lakini shahidi wao wewe uwaridhii, wakasema uona uwezo kuwakataa. Mimi kasema wewe siwakubali, kwa sababu hao washahidi walioleta yeye upande wake mimi siwaridhii, kwa sababu pengine wana sifa za urongo au wamepewa rushwa. Kwa hiyo katika upande huo pia yeye ana uwezo kukataa huyo ambaye mshtakiwa huyo, kwamba habari hizi mimi ushahidi wao mimi siwataki na habari hizi sizikubali. Jambo hili sasa na ushahidi siutaki, yaani wao washahidi wengine wasiokuwa hadi yale ambao yeye anawaridhia, na wakienda washahidi basi washuhudie kile ambacho kilichokuwa cha kweli. Kwa hiyo zile, ikiwa huyo mkweli kwa katika zile habari zihitaji labda qarain, hakuna ushahidi, hahitaji ushahidi, akisimulia huyu habari yake nafanyaje, itakubaliwa. Lakini kama kuna ushahidi basi lazima ushahidi aulete huyo mkweli, huyo habari yake inakubaliwa, lazima ushahidi ufanyeje, upatikanike. Kama habari hiyo na usufu inatakiwa lazima uambatane na ushahidi. Kama zile habari hazihitaji kuambatana na ushahidi, mkweli habari yake inafanyaje, kubaliwa. Muongo nakataliwa moja kwa moja, takija na mashahidi nakataliwa. Na fasiki ndio ambaye anachanganya ukweli, yani urongo, yani kwenye uovu utakuta huyu anaitwa fasiki. Huyu habari zake zinatulia kwanza mpaka alete uthibitisho na maana katika zile habari ambazo pengine hazihitaji qaraini nyingine, ushahidi. Habari za kawaida tu pengine akisema mkweli anakubaliwa, huyu alikuwa. Kwa kiufupi, kuna uvumi unakuwa unaenea, kuna jambo fulani, kuna hili imetokea hili. Wewe Muislamu hautakiwi kwenda kama wale wasiokuwa Waislamu, au wewe una elimu hautakiwi kwenda kama wale ambao wasiokuwa na elimu. Watakiwa ufanye uthibitisho juu ya kutokea habari hiyo ni kweli. Uthibitisho unafuata vipi? Kwa hiyo utafanya research, utatizama, je, karina kumfikia hata mwenyewe mhusika, je, juu habari hii na usemwa ipoje, na sio kubuni tu. Kwa maana hapo nyuma alikuwa habari zikufaliwi mpaka kwa sanad. Ndio maana imekuja walau la sanadu, laiti kwa sanadi basi watu wangeingiza mambo yao katika hadithi za Mtume. Kuna hadithi za urongo zilikuwepo. Kwa hiyo kuna ile sanadi, yani ile mtiririko. Ukitaja habari kipindi cha kina Imam Ahmad, hata kama sio maneno ya Mtume, unaambiwa habari hizo umezipata wapi. Hiyo ndio sanadi. Unaweza kuona habari hizi wewe unasimulia, sawa, umesikia kwa nani? Nimesikia kwa fulani, anaitwa fulani. Anakuja pale naye anaulizwa, habari hizo umezipata wapi? Nimesikia fulani, amuite fulani. Kwa hiyo ni yani inafuata cheni hadi yule mtu wa mwisho huyo alianzisha uvumi. Wewe umezipata wapi? Nimesikia sokoni. Yani hapo ndo kazi yake inaishia hapo. Unakula viboko, unaingia jela, alafu wale wengine wanaenda kapewa onyo. Kwa hiyo hapo ndo imefikia mwisho yani. Kwa hiyo haikubaliwi na yeye anakula viboko. Umesikia sokoni tu ndo simulie. Habari hizo hamna katika Uislamu. Kwa hiyo iende mpaka kweli hadi mwenyewe athibiti kwamba jambo hilo ni kweli limefanyika, hapo utaachiwa. Lakini ndio maana kuna utaratibu, hata mambo ya kawaida kuna utaratibu sana. Basi watu kwa wanaogopa kuzieneza zile habari, kwa sababu zikisikiwa tu ataulizwa umezipata kwa nani, itarudi yani cheni itarudi kwako wewe, na wewe ilibidi upate uthibitisho kutoka kwa nani. Sasa ukasema nimesikia bwana zinasimuliwa kule, imepita pale kasikia zinasimuliwa pale Kadewele. Anasimuliwa nani? Mimi siwajui, nasimulia sokoni. Ndio wewe ndio unakutaka wewe. Unakula vyako, maisha yanaenda. Wewe siku nyingine yani utakuwa na heshima zile kutangaza habari ambazo wewe zikuhusu. Katika mambo ya muhimu pia watu wengi nakutana mlango huo wanaenda wanakuwa wanateleza. Hapa ndio atafuti uthibitisho, yani mtu anaamua tu mwenyewe tu alichukua kama vile ilivyokuja. Hayo ni makosa. Hapo tunaendelea na sehemu nyingine, somo la mwisho. Adarisu thalithu wa sittun. Anasema kabla an tafakkari au an tufakkiri, kabla haujafikiria wewe mwanamke, sababu anasemeshwa mwanamke, kabla
kabla an tufakkiri, kabla hujafikiria, fil musharikati ma zawjiki, katika kushirikiana pamoja na mumeo. Kabla an tufakkiri, kabla hujafikiria, fil musharikati, katika kufanya share, ma zawjiki, pamoja na mumeo, fi shirai al-aqari, katika kununua mali zisizohamishika, fi shirai al-aqari, katika kununua mali zisizohamishika. Kabla hujafikiria kufanya share na mumeo, anaomba mwanamke katika kununua mali zisizohamishika kama vile nyumba, viwanja, mashamba. Hizi ndio inaitwa mali zisizohamishika. Kwa mwanamke pengine anafikiria wanunue na mume mashamba, wachanganye, pengine atoe kadhaa, yani hisa yake, na yeye atoe kadhaa, pengine wanunue mashamba kwa sikia nauzwa labda huko. Kabla mwanamke hajafanya hivi, au kuna nyumba inauzwa akasema tununue, mwanangu nataka tununue nyumba, mimi na hela yangu hii, unaonaje hiyo nyumba tununue, kwa sababu inauzwa bei nafuu, inauzwa pengine watu wa benki au mfano na watu wengineo kwenye shida. Kabla hajafikiria hilo, atakiwa afanye nini? Asema istakhiri wastashiri, awatake rai na awatake ushauri walidaiki, wazazi wake, wazazi wako, sababu anasemeshwa. Istakhiri wastashiri, watake rai na watake ushauri walidaiki, wazazi wako, wa ikhwataki, na ndugu zako. Kwa hiyo mwanamke anaambiwa kabla hajafikiria kwamba kununua mali zisizohamishika, kwanza akawatake rai jamaa zake, yani mama yake, kuna baba yake na kaka yake. Bwana, mimi nataka na hela yangu hii, kwa kuna shamba kweli linauzwa, lakini nataka ninunue mimi na mume wangu, na mume wangu ana nusu hela, mimi na nusu na yeye ana nusu, au mimi na asilimia kadhaa, asilimia 50 na yeye, mimi na asilimia 40 na yeye na asilimia 60, akatununue labda nyumba. Kwa hiyo awatake ushauri jamaa zake, baba yake, mama yake, au ndugu zake, au kaka. Huyo mwanamke huyo anaambiwa kutoka upande huo. Alafu wahrisi ala dhabti almadfuati, na apupie juu ya kudhibiti malipo. Wahrisi, na apupie, ala dhabti, juu ya kudhibiti, almadfuati, yale malipo ni vile vyenye kutolewa, yale malipo yale lazima adhibiti. Akupia, yani afahamu, ajue kwamba malipo yanaendaje, yeye anafikiaje mwenyewe, na katika upande gani nalipo sehemu gani. Kwa vile vipengele vile vya malipo avifahamu. Asema wataarafi, na afahamu kwa kina, wataarafi, na afahamu kwa uzuri, ala al-andhimati, juu ya mifumo, wal qawanin, na kanuni. Ndio mwanamke atakiwa ajue mifumo, namna ya malipo. Wataarafi, na afahamu kwa uzuri, ala al-andhimati wal qawanin, juu ya mifumo na kanuni, almutaallikati bidhalika, yenye kufungamana na manunuzi hayo. Lazima ajue mwanamke ile mifumo na kanuni ya miamala, kwamba miamala hii je inafanyika kama kibenki, lazima ajue hapa hela imetoka, hapa hela haijatoka, hivyo hivyo hela imefikia mwenyewe au haijafikia. Kama miamala ya Airtel Money, Alopesa, ya mitandao ya simu, sasa lazima ajue hizo kanuni. Je, huyo mtu huyo anayeuza, je ni kweli ni mwenyewe na hela imefikia? Ili anapewa tahadhari asije akayafanya mambo mwisho akaja kujuta, sababu kuna matapeli kati hapo, kuna matapeli wanaingia kati, wao wanakata hela ya mtu pasi na ridhaa ya wale wenyewe. Mnaelewa? Yaani kwa matapeli wasema ndo wanaita madalali, wanaita matapeli. Hadi kwenda kwa utaratibu unakubaliki, kwa utaratibu unaopanga wao ule, huo ndio utapeli. Sasa kuna madalali matapeli wengine, hela inatoka milioni 30, anakwambia huku kuna milioni 10, yani alafu milioni 20 utakapita na wao, basi na utaratibu na maana unakubalika, yani maelezo tu. Sasa
lazima ajue hiyo hela inamfikia mwenyewe. Je, au itakuwa ishi kwa matapeli hapo, kwa madalali na mfano wake? Kwa hiyo lazima kanuni hiyo, mifumo lazima ijue hela hii inampa nani, anapokea nani, na mwenyewe ni nani, na muamala wake unafanyika vipi, kama kibenki inaenda vipi, kama ya mitandao ya simu inaenda vipi, na ile inafikia vipi. Kwa hiyo zile tozo kama makato zote yeye atakuwa azifahamu, yaani asiwe nyuma, kwa sababu mshirikiana mumewe sasa akawa yeye yuko nyuma tu, nenda mume wangu, nenda mume wangu. Angewe mumewe ndio anashirikiana na matapeli madali wenyewe, kisha na kuzima labda tumenunua eka 10, kumbe hata eka 1 hamna. Au kampata kinyume chake, kama mwanamke mwanaume anashirikiana na mume, na yeye pia awe naye, kwa sababu wanawake wengine wajanja, ngea amesoma, yeye mwanamume hajasoma, yupo tu. Kwa hiyo akamkuta mwanamke amewanduka kama amekula ndimu, kwa hiyo akawa anashirikiana na matapeli, kumbe na mwenyewe ni dalali. Mwisho na kuingiza mkenge, toa tu, mwisho anajikuta na wewe, mwisho wa siku hamna shamba wala nyumba, ila imeenda wapi hajulikaniki. Hicho ndio kitakiwi. Lakini ungetaka ushauri jamaa zako, ndugu zako, wangekupa mwongozo kamili, pengine wangesimamia wangekusaidia katika usimamizi juu ya mambo hayo. Hicho ndio kinachoelezwa hapo. Kwa hiyo atakiwa atambue kwa kina juu ya mifumo na kanuni yenye kufungamana na manunuzi hayo, wa khasatan na haswa au na hususwa ma yatarattabu inda huduthi talaqi la qaddara Allah, na haswa yale yanayopatikana wakati wa kutokea talaka, Allah sikadirie jambo hilo. Yaani watu wakishakuachana ndo hao ndio nakuja ile migogoro sasa. Mwanamume atakachukua mali zote ambayo jamii sijashare na wewe, sijui mnaelewa Yaani kuna vitu kama hivyo. Sasa kama mwanamke hajaweka ushahidi kushirikisha ndugu, anaweza kudhulumiwa yani kirahisi tu, kwa sababu ishatokea talaka inakuwa kama ni uhasama, ni ugomvi. Baada ya mara kwanza mnaishi vizuri, basi utakuwa mwezi kuishi tena vizuri, utakuwa magomvi. Sasa mwanamume atasema atakachukua nyumba yote au achukue mali yote au mashamba yote, basi na kumgawia. Kwa sababu gani? Wewe kuna jambo la talaka. Kwa hiyo anapewa tahadhari hiyo. Sema wa khasa na hususa ma yatarattab, yale yanayopatikana inda huduthi talaq, wakati wa kuzuka talaka. La qaddara Allah, shia naomba dua, Allah sikadirie hilo. Lakini mara nyingi sana ugogoro unakuja baada ya watu kufanyaje? Kuachana. Kuna wengine wanakimbilia huko ustawi wa jamii, kuna wengine wanakimbilia polisi, kuna wengine wanakimbilia anapojua mwingine aendi huko, lakini yeye ni mbabe tu, anajitosheleza. Mimi si mpi, nataka enda wapi? Yaani kama yatende mahakamani, mimi nitaenda na mimi sitoi kitu. Kwa sababu anajua ana karina, ana zile ushahidi, ana nini naye ajui. Kwenda kule lazima utakuwa usahihi shahidi kama mahakamani. Ushahidi wako upo vipi? Kwa toa maelezo tu hivi basi na ushahidi ukubaliki. Na ushahidi ndio anaanza kwa kudhulumiana katika upande. Anasemaje? Anasema wa hadhihi almalumat, asema na maalumati haya, yani kujulikanwa huku, wa hadhihi almalumat, na maalumati haya, laisa alhadafu minha, sio lengo kwa mwanamke. Asema ilghau taawuni, kuacha kusaidiana. Asema wa hadhihi almalumat, na maalumati haya au wenye kujulikanwa haya, laisa alhadafu, sio lengo, minha, kwa mwanamke huyo, ilghaa taawuni, kuacha kusaidiana. Sio lengo labda ndio wasisaidiane, la, sio hivyo. Walakinna alqasda, lakini makusudio, huwa almaarifatu, ni kujua tu. Lazima mwanamke atakiwajue au mwanamume atakawajue vile vipengele, hilo ndio lengo. Asema kujua nini? Bikulli ijabiyatihi wa salbiyatihi, kwenye kila jambo zuri lenye kutakiwa na kujua kwenye kila jambo baya lisilotakiwa. Bikulli ijabiyatihi, wanasema kwenye kila chanya, wa salbiyatihi, na hasi. Yani kuna sura nyingine za tafsiri kwa lugha hizo. Yani chanya ni ile jambo ambalo yale mambo
yanayotakiwa na zile hasi na mambo ambayo hayatakiwi au yafai. Kwa hiyo lengo kujua kila linalotakiwa na lisilotakiwa. Yeye anajua tu kwamba sheria mimi inahusu hivi na hivi na hivi, mambo haya ndio mimi niyajue, kwa sababu kuna 1 2 3. Wakati mwingine kunahitajika ushahidi. Kwa hiyo ushahidi lazima, sio ndio kwamba tumeinua shamba shahidi nani? Shahidi sisi wenyewe tu. Na shahidi gani? Kuna zaidi ya ushahidi tena. Sisi wenyewe tumejiandika, andika jina lako. Hamna. Sasa nyinyi ndio mlionunua. Sasa mtakuwaje nyinyi mwa mashahidi? Sasa kitoka changamoto kama hizo, ndio hizo ushahidi wako wewe nani? Sisi tuliandika, zinasema tuliandika si wenyewe. Sasa nyinyi ndio mlionunua. Ndio mabosi lazima, na maana upande kuna ushahidi upande wa kuwa walionunua na ushahidi wa upande wao waliouza. Wewe nyinyi mashahidi wenu kina nani? Wewe unasema umeshirikiana, ushahidi wako ni nani? Wewe pengine hivyo lazima mwenyewe tukiwa avifahamu. Lengo sio na maana kuacha kusaidiana, lengo yani kujua zile taratibu. Mwingine kitokea talaka, kuna magomvi ya staili kama hayo. Mwingine mwanamke atakachukua mali zote, amwache mwanamume kama alivyokuwepo tu bachelor. Haja kwa wengine mwanamume ndiye aliyofaidi katika mambo haya. Kwa ndio maana tusikia watu wanakimbilia ustawi wa jamii huko. Nasikia wewe umechuma nini? Tumechuma hicho na orozesha. Kumbe mwenyewe hajachuma kapikuta. Mwisho anakuja tu mjinga basi yote chukua vyote kamwachia kitanda basi na godoro. Na simkuta na sufuria moja, na mwiko mmoja. Basi kwa huruma yangu hata mwachia na sahani ya kupakulia ugali. Abibakia vyote na beba godoro, sofa, mabegani, maviti. Na ile shamba na mashamba iko ngapi? Basi mnaanza hika kadhaa zote tumenunua sawa hizo. Na hali kumeka zikuta tu. Sasa kuna utaratibu kwa. Sasa mambo kama hayo takiwa ujue. Na mwanamke pia na yeye katika upande wake atakuwa ajue. Ile ambao wanafanya share basi kwa asilimia. Kama huyo alitoa kwa hasa asilimia 50 au asilimia 60 au alitolea asilimia 20, basi kwa mgao kwa share ile na faida na kuja hivyo hivyo. Kama tunakushirikiana watu wengine. Umetoa asilimia 70, huyo katoa asilimia 30, kufanya biashara. Kubalika. Basi kija faida na mgao na kuwasiliana ni vile vile. Labda useme wewe kwa sababu umetoa asilimia ndogo utakaa hapa. Kwa hiyo hapa hakuna masala kulipwa. Tukija faida tunagawana sawa kwa sawa. Kwa umetoa asilimia 70, basi utakuwa ndo nauza. Sijui mnaelewa? Kija faida basi tunagawa asilimia 50 kwa 50. Lakini kasema tunaweka mtu mwingine wa kuuza, basi kija faida nenda vile vile. Ukitoa ile gharama za yule anayesimamia, faida zimebakia milioni 10. Milioni 3 za kwako wewe uliotoa asilimia 30 na milioni 70 za huyo ambaye alitoa asilimia 70. Huo ndio taratibu katika upande wa share. Labda kuna vipengele kumwafikiana vingine vizuri. Kama bwana mimi kwa sababu sijatimiza, sina msingi huo, basi kwa pasu mimi nitasimamia hili na hili na hili na hili na hili. Ndio jambo jingine sasa. Ndio jambo jingine. Kwa kiufupi au akubali mwenyewe aliyotoa share, bwana mimi natoa asilimia hii, lakini tukija faida tunagawana sawa. Sababu hili ni kuinua wewe na katika upande wa kiuchumi. Hiyo inakubaliwa. Lakini akisema basi hisa kwa hisa, basi inakubalika. Kila mmoja anachukua hisa yake. Kila mmoja anachukua asilimia sana. Huo ndo asili. Kwa kiufupi risala imeishia hapo, lakini ametahadharishwa mwanamke juu ya mambo kama hayo, sababu wenyewe wamesoma na ufafanuzi huo umepita. Kwa hiyo huku wao muda wa kujua huko amewababaishi kumshiana huko, wenyewe wao wanajua kusema kutumia miaka 2 zile waonyesha jua huko mtapelekana kweli. Kwa hiyo kwa watu wengine hata watumia utemi. Utemi hamna, unataka uende sheria, sababu mtu mwenye akili anakuwa na yakini kwamba atakutana na Mola wake, ama mambo kama hawezi kuyafanya, mambo ya dhuluma hata siku. Kwa msingi yeye atakuwa anatazama hapa mdhulumu huyu, leo nitakuwa mjanja hapa kwa muda huu, lakini baada ya kufa hapa itanigharimu. Kwa atakubali kurudi kwenye usawa, hata kama ile hela alichukua bwana alifanya kimakosa, tutamwita tumaliza. Na hilo linatakiwa. Sasa wale ambao watakukuliwa kesho, kwa sababu kiama kila mmoja uko na changamoto zake, kwenda kuona huko tu mimi nilidhulumiwa, mwenyewe nilidhulumiwa kwa mwaka 90.
Sasa ndio wazulumu watu mwaka 2000, si hiyo haijalishi. Kwa hiyo kuna sura kama hiyo. Kwa hiyo inshallah risala imeenda, kwa hiyo imepita, lakini zina faida nyingi, lakini inshallah muda mwingine tutatazama risala nyingine muda huko mwisho wa mula ya kuwakusanya kwa pamoja tena ambayo itakuwa ina faida. Miongoni mwa risala ya kuwakusanya utasoma talaka kwa sababu wa ilaji, utasoma talaka na sababu zake na tiba zake, sababu kuna watu wanajua kuoa kuacha, yani hawajui wao, wanasema sasa kuacha kijwali kwa na mradi hata mtesemo zake, lakini nasema yaache. Alafu kuna wengine wanaacha kila wajui utaratibu wa kuacha, lakini mwingine anaacha kwa makosa. Sasa yule ambaye asiyejua basi kuna ataambiwa talaka, sawa, kutokea talaka atakazijue ili asizifanye, na kuponya wale ambao waliotoa wanatibika vipi, kuna tiba za kuwaponya. Kuna talaku kwa isbabu na sababu zake, kwa ilaji na matibabu yake au na tiba zake. Hiyo inatuhusu, sababu hiyo inatuhusu sisi ndio zaidi, sababu sisi ndio wachaji na yenye changamoto zote, na talaka linamhusu mwanamume na sio mwanamke. Kwa kifupi kuna sura kama hiyo. Soma risala kama mwisho huko tutatazama na risala nyingine yenye faida zaidi tutaihudhurisha, ili baada ya vipengele vidogo vidogo wewe unavifahamu. Haina haja usije kumuuliza nani, haina haja siku hizo sema che vipi hapa sasa talaka hii na CIC, mwenyewe utakuwa unazijua hizo, unajua mwenyewe. Kwa vipengele vingine sio vya kuuliza, mwenyewe utakaovijua tu moja kwa moja. Na inshallah ila wiki ijayo atakuwa hapo hapa, atakuwa na risala kwa ajili ya mwongozo ya kutafuta elimu hii inshallah ya kumaliza wiki ijayo.